Akaendelea mbele kidogo. Akaanguka kifudifudi. Akaomba akisema. Yesu akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Walakini si kama nitakavyo mimi. Bali kama wewe utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi. Akawakuta wamelala. Angalia kitu hapa, Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Sikiliza, Yesu anaomba. Yesu alikuwa anaomba. Yesu anajua kuomba kuliko wewe. Yesu anajua kufunga kuliko wewe. Yesu anaenda kwa watu wake, anasema, yaani ninyi mmeshindwa kuomba mpaka. Yesu anaumia. Anajua kuomba kuliko wewe. Anajua kuomba kuliko mwanadamu yoyote duniani. Lakini angalia jambo la ajabu hapa. Yesu anaumia. Mmeshindwa kuomba hata lisali moja pamoja na mimi. Sio kwamba yeye alikuwa ombi, naye alikuwa anaomba, na aliomba kweli kweli, lakini bado anajuta, anaumia. Kwa nini nimekuwa na watu wameshindwa kuomba hata lisali moja pamoja na mimi? Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili. Akaomba akisema. Uangalia alivyokuwa anamaanisha kutamani kwamba yeye pamoja na uungu aliokuwa nao hawezi akaishi maisha ya peke yake. Twende. Kumbuka tunazungumza spiritual supportive company, SSC. Namna ambavyo ulimwengu wa roho una move kwenye pattern zake. Akaenda tena mara ya pili. Akaomba akisema. Baba yangu, ikiwa haiwezekani kiniepuke. Kikombe hiki kiniepuke. Nisipokunywa. Mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena. Akawakuta wamelala tena. Maana macho yao yamekuwa mazito. Akawaacha tena. Akaenda. Kwa nini alienda tena? Maana yake bado pamoja na maombi mazito aliyoyaomba, bado alikuwa anatamani ushirika wa wale wanafunzi. Bado alikuwa anatamani ushirika wa wenzake. Haijalishi yeye alikuwa ni Mungu, haijalishi alikuwa anajua kuomba, lakini bado alihitaji ushirika wa wenzake. Wewe sio Yesu. Uwe mtume, uwe nabii, uwe kiongozi wa kiroho yoyote, you are not a Jesus. Jesus alitamani watu. Hizi nakufundisha pattern, namna ambavyo Mungu ana move kiroho, tofauti na misingi na misimamo ya watu. Kuna mtu anaweza kukwambia mimi peke yangu tu natoboa. Sasa unatoboaje peke yako? Sio mfumo wa kiroho huo. Mimi nitafanyia ibada nyumbani, mimi nitakuwa kivyangu vyangu. Sio mfumo wa kiroho. Mimi na nguvu sana, najua sana kuomba. Yamkini naomba kuliko washirika wako. Yamkini naomba kuliko viongozi wako wa kiroho. You can't move alone. Michael hawezi akamove peke yake. Anamhitaji mchungaji Mary, anawahitaji Walawi, anahitaji group la watu kwamba waombe pamoja naye. Yesu anakuja anasema, ninyi ndugu vipi? Sikiliza, angeweza kuwaacha akaendelea kuomba mwenyewe, lakini anajua anahitaji company, anahitaji ushirika na wenzake. Sirudi huko nyuma. Yamkini wewe ambaye unatufuatilia kwa mara yako ya kwanza, hii ni part 4. Kuna part 1, kuna part 2, kuna part 3A, kuna part 3B. Hii ni part 4. Kwa unaweza ukarejea hata YouTube, utakutana na huo mfululizo wa vitu vingi. Ni namna gani mtu anaweza akatengeneza hiyo spiritual supportive company. Hapa nakupitisha tu kwenye baadhi ya maandiko, maana huko nyuma tulishaweka msingi vizuri. Na kupitisha tu kwenye baadhi ya maandiko uone umuhimu wa wewe kuwa na ushirika na wenzako. Na kupitisha tu kwenye haya maandiko uone umuhimu wa kuwa na ushirika na wenzako. Wewe sio Yesu. Maandiko haya yanaonyesha namna ambavyo Yesu alikuwa anadai ushirika. Haijalishi anajua kuomba sana, haijalishi ana upako, haijalishi alituliza dhoruba, haijalishi aliponya wengi,
lakini alikuwa anajua nguvu ya kuponya wengi, nguvu ya kutuliza dhoruba ilikuwa inahitaji company, ilikuwa inahitaji ushirika. Na ndio maana akawa anawaambia watu wanaotembea nao, mmeshindwa kuomba na mimi hata lisaa, mmeshindwa kunishika mkono hata lisaa. Hakusema mimi najua sana kuomba, hakusema mimi nina upako, hakusema mimi natenda miujiza. Alikuwa anajua pattern za kiroho, alikuwa anajua formula za kiroho. You can't walk alone, you can't walk alone. Watu wengi kwenye hii dunia wanapenda ushirika ule ambao utakumbukwa unapokufa. Watu wengi wanapenda ushirika ule ambao utakumbukwa ukipata matatizo. Ni mzuri, sio mbaya, lakini tamani sana ukawa na ushirika ambao utahusika kukusaidia usipate matatizo. Kwani itakufaidia nini? Umepoteza mtoto kwa sababu tu ya poor company uliokuwa nayo. Umepoteza kitu fulani kwa sababu tu ya poor company uliokuwa nayo. Wamekuja wale wakufa, kikundi chenyewe jina lenyewe linaitwa kufa na kuzikana. Kufa na kuzikana. Ndio wamekuja wamekupa vilaki 7 na vilaki ngapi. Wamefufua mtoto. Kwa nini usiwe na kundi la watu ambao watazuia kufa kwako? Kwa nini usiwe na kundi la watu ambao watazuia kutegwa kwako? Unajua sema amina, sema amina, sema amina, sema amina. Mimi namtukuza Mungu. Nikitaka nishambuliwe, hautanishambulia peke yangu. Kwa nini? Kwa sababu ya watu wanaonizunguka, kwa sababu ya watu nilionao. Wewe ukitaka ushambuliwe, kikundi cha kufa na kuzikana chenyewe kinajua kuja kutoa hela, hakijui kwa habari ya kuomba, hakijui kwa habari ya kuomba, hakijui. Najua hali tulizopitia kama wiki 3 zilizopita. Mungu peke yake ndiye aliyehusika kuponya na kurescue na kurestore ile situation. Pasipo SSC tungekuwa tunazungumza mengine. Kikundi cha kufa na kuzikana kingekuja, lakini kinakuja, yalikuwa ni matakwa ya Mungu, yalikuwa ni mapenzi ya Mungu. Yesu mahala pengine anasema, waogopeni, msiwaogope wanaoweza kuua nini? Wanaoweza kuua mwili. Waogopeni wanaoweza kuua roho, mwili na roho. Kwa lugha nyingine, usiwaheshimu wanaoweza kukusaidia kwenye mambo ya kimwili, ukaweka heshima yako yote huko, ukawasahau watu ambao wanaweza wakakuheshimu na wanaweza wakakusaidia katika mwili na katika roho. Yesu mwenyewe hata alipokuwa na watumwa wale wanafunzi wake, angalia alichokifanya. Hakuna mwanafunzi yoyote aliyetumwa peke yake kwenda kufanya kazi. Kila aliyetumwa anasema Yesu akawatuma wawili wawili. Angeweza kusema wewe Petro umekomaa kiroho, nenda peke yako. Sawa, ziko sababu nyingi za kitheolojia kwamba kwa ajili ya kufanya ushuhuda, kuponya ushuhuda. Lakini maeneo mengine huwa inakuwa ni magumu ukiwatuma watu kwenda kushuhudia au kuombea yamkini wanaume wawili. Maeneo mengine inakuwa ni shida. Kwa hiyo utaelewa sio tu aspect kwamba kulinda ushuhuda na vitu gani, ila Yesu alijua nguvu ya kuambatana. Yesu alijua nguvu ya mtu kuwa zaidi ya peke yake, yeye mwenye akupenda kufanya kazi peke yake. Haleluya, haleluya, haleluya. Angalia kile kitabu kile cha Matendo ile sura ya 12.
kuanzia mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, neno la Mungu linasema, panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamua Yakobo. Herode hata leo yupo. Yeye tena hatesi tu watu wa kanisa, hata wasio ndani ya kanisa. Herode hata leo yupo, sio kama anatesa walokole tu, hata wasio walokole wapagani wanateswa na Herode. Herode ni nani? Herode ufalme wa giza. Herode ni nani? Herode wachawi. Hata leo Herode yupo, anatesa watu walio ndani ya makanisa, anatesa hata watu walio nje ya makanisa. Sasa Herode akija kukutesa, Herode akija kuachilia magonjwa, Herode akija kuleta mauti kwako, nani atakainuka kusaidia? Twende. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku ya mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani. Akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne wamlinde. Akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani. Nalo kanisa likamwomba Mungu kwa penye pointi hapo. Nalo kanisa. Wewe unapowekwa kwenye gereza la magonjwa, nani anayeinuka kukuombea? Wewe unapowekwa kwenye gereza la kutaka kuondolewa kazini, nani anayeinuka kukuombea? Maandiko yanasema Petro alipokuwa gerezani, Herode akiwa anapanga mipango ya kutaka aende akamuue, maandiko yanasema kanisa likainuka kwa ajili ya Petro, likaomba. Wewe unapoingizwa kwenye gereza, yamkini ni gereza la mauti, yamkini ni gereza la shida, la majanga ya kila aina, ni nani anayeinuka? Ni watu wepi wanaoinuka kukusaidia? Na yako magereza ambayo fedha sio suluhu. Sasa kaangalia waliokuwa na fedha, kaangalie waliokuwa na mbio. Na maana maandiko yanasema si wenye mbio washindao kwenye yale mashindano. Waliokimbia India walishinda, waliokimbia South Africa walishinda. Sisi ambao hatujawahi hata kupanda ndege, hatuijui South, hatuijui Aga Khan. Maana kuna wakati wakasema Aga Khan ndio mahali pasuri, wanatibu vizuri, sijui pana zile mashine za kupumua nyingi. Sisi tuliokuwa hatuwezi kuhimili hizo gharama, mbona Mungu ametuweka hai mpaka leo? Kilichotuponya hazikuwa fedha, kilichotutoa kwenye magereza ya COVID hazikuwa fedha, ila alikuwa ni Yesu. Ilikuwa ni spiritual supportive company tuliokuwa nayo, ndio iliyotupa kuendelea kuwa hai mpaka leo. Petro alipokuwa gerezani, kanisa likainuka kuomba. Wewe unapokuwa gerezani, nani anayeinuka kukuombea? Nani anayeinuka kukusaidia? Na nilikwambia usisahau pale tulipotokea, kama kuna madhabahu ambayo wewe unajifungamanisha nayo, kwa maana ya kupeleka sadaka kwenye hiyo madhabahu, kitu ambacho kinafanyika unapoileta sadaka kwenye hiyo madhabahu, Biblia inasema kwamba hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Unapoitoa sadaka yako kwenye madhabahu fulani, maana yake unasubmit moyo wako kwenye hiyo madhabahu. Narudia tena, unapotoa sadaka yako kwenye madhabahu fulani, hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake mtu ulipo. Maana yake hazina equals to fedha, fedha sawa sawa na moyo wa mtu. Kwa unapokuja kuileta fedha hapa, ni sawa sawa na kwamba umekuja kuleta moyo wako mahali hapa. Unapoleta moyo wako mahali hapa, kuna mioyo ya watu wengine wengi ambao nao wameibwaga hapa, lakini pia uko moyo wa madhabahu, yuko Mungu wa hiyo madhabahu. Kwa mnapokuwa wote kwa pamoja mmeleta mioyo yenu hapa, na yuko Mungu wa madhabahu ambaye anaisimamia madhabahu, wewe vita yako ni vita ya mioyo ya watu wote hapa. Ukiwindwa wewe, watainuka watu 80, watainuka watu 100 kushindana na huyu adui. Sema amina. Kama ambavyo Biblia inasema kwamba kanisa likainuka kuomba ili Petro apate kutoka gerezani, hii inakuwa ni automatiki. Nimeongea haraka, nipunguze speed.
Nasema hivi, Petro, Biblia inasema kwamba alipokuwa gerezani kanisa liliinuka likaomba. Wewe unapokuwa gerezani, nani anayeinuka kukuombea? Usiangalie fedha na zawadi ambazo watu wanaweza kukuletea ukiwa uko hospitalini au ukiwa wapi. Haiwezi kukusaidia sana. Usiangalie zawadi ambazo watu watakuletea ukifiwa. Haitakusaidia sana, maana umepoteza. Petro kabla hajafa kanisa liliinuka. Ni namna gani na wewe kanisa linaweza likainuka kukutetea? Na hii huwa inakuaga automatic. Nimekwambia, unapoweka sadaka yako kwenye hiyo madhabahu, pamoja na ile mioyo ya watu ambao nao wametoa sadaka zao kwenye hiyo madhabahu, hiyo mioyo inakuwa kitu kimoja. Sasa sio swala la kuomba kanisa tu liniombee. Hicho kitu kinakuwa ni automatic. Hata usipoomba, hiyo mioyo ya hao watu ambao pia wewe umeungana nao kuabudu hiyo madhabahu moja, mkatoa sadaka zenu hapo, kinachofanyika ulimwengu wa roho, sema kinachofanyika ulimwengu wa roho, yani kunakuwa na ushirika wa hii mioyo. Moyo mmoja unapotaka uvamiwe, mioyo hii mingine yote au hizi nafsi zingine zote hizi zinainuka kushindana na huyo adui. Sio swala la kuomba, naomba niombee. Sikiliza, mpo wengine hapa na madhabahu zenu zingine huko, mnapotoa sadaka zenu kwenye hizo madhabahu, sio kwamba wewe unashindaga tu unavyodhani wewe unashindaga. Mioyo na zile nafsi za wale watu, ile neema ambayo inakuwa produce kwenye hiyo madhabahu huwa inakuteteaga. Sio tu pale ambapo uliomba uombewe. Kuna mna mwingine ukuomba uombewe, lakini Mungu alikulinda na ajali. Kuna mna mwingine haukushirikisha kanisa matatizo yako, lakini tu ile hali ya kuwa na worship pamoja, kuna wakati hiyo spiritual supportive company, hizo pattern zitakusaidia hata kama haujawahi kujua kama umesaidiwa. Kwa sababu tuko darasani, kuna siku fulani, nyakati fulani, nimekutoa mfano nyakati zilizopita, vijana ambao nilikuwa nawalea training pale nyumbani, nikamwambia kwa mfano, unaweza kadhani unachokifanya hakina uhusiano mkubwa na kile ninachokifanya. Sasa nataka tujaribu, niombe hivi, na uondoa mkono wa Mungu ambao una uhusiano na mimi kukusaidia wewe, halafu uishi. Na uondoa mkono wa Mungu ulio na uhusiano na mimi ambao pia una uhusiano na wewe, alafu uone unaweza ukasurvive vipi. Mungu ana pattern zake za namna wanadamu wanavyotakiwa kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vilimtokea, ambia mchungaji, rudisha. Kwa nini? Kwa sababu kuna neema kutoka hata kwa kiongozi wako wa kiroho kwenye ile madhabahu unayoabudu kukupigania na kukutetea. Sio tu mpaka umwambie niombe, yani hata usiposema niombe, so long as mna share the same spirit, ile spirit na ile madhabahu na yule Mungu wa hiyo madhabahu atakupigania muda wowote, wakati wowote. Kuna wakati ajali zinataka zitupate, unajiuliza sasa, kwani pale ulimwambia kiongozi wako wa kiroho akuombe? Lakini unakuta kuna kitu cha kiroho chenye uhusiano na pale unapoabudu. Ukimuuliza vizuri, Roho Mtakatifu atakwambia ni neema ya madhabahu pale unapoabudu ilihusika kwenye kukulinda. Hata mapepo yanajua kwamba ni ile madhabahu inakutetea na kukuficha sana wewe. Mapepo yenyewe yanajua. Kanisa likainuka kuomba kwa ajili ya Petro. Endelea. Basi Petro
akalindwa gerezani. Petro akalindwa gerezani. Nalo kanisa likamwomba Mungu. Kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi. Kwa ajili yake. Kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa. Usiku ule ule. Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili. Ndio. Amefungwa minyororo miwili. Ndio. Walinzi mbele ya mlango wakiilinda gereza. Ndio. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye. Ndio. Nuru ikamulika mle chumbani. Ndio. Akampiga Petro ubavuni. Akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwangukia mkononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Tutakuja tujifunze wakati mwingine kwenye hilo eneo. Kisha akamwambia, jivike. Uhusiano wa malaika, uhusiano wa malaika na neno. Uhusiano wa malaika na neno la Mungu. Tutajifunza wakati mwingine. Hapa Biblia inasema kwamba hivi, kanisa lilipoomba, yani anazungumza kanisa likaomba, alafu huko anasema malaika akaenda wapi? Gerezani. Kwa kuna uhusiano kati ya maneno waliokuwa wanayatamka na malaika. Kuna kipengele tutajifunze baada ya uhusiano wa, na ndio maana wakati wote unapokuwa unaomba, unapotamka maneno, hata kama wewe hujasema malaika aende, lakini ndicho ambacho kinatokea. Kwa sababu Biblia inasema kwamba katika ile Waebrania inasema hao ndio wale watutumikiao wanaolithibitisha lile neno. Kwa hiyo neno linapotoka kwa mtumishi wa Mungu, kinachotendeka, malaika anaenda kulitekeleza, kulifanyia hilo neno kazi. Ni kweli pale tunasema ulituma neno lake ili lipate kutuponya na kutoa katika maangamizi. Kinachofanyika unapotamka neno, malaika anatokea kwenda kulithibitisha ile neno. Malaika muda mwingine huwezi kujua, anakwambia tu pita nje. Ni kama vile unazuiliwa, kumbe amekaa mbele yako anamwambia ondoka hapo. Wewe unaweza kukaa kwenye upande mmoja tu kwamba si nini, lakini kumbe kuna malaika ambaye alifuatilia wewe utaratibu wako wa mwaka huu. Hutakiwi kufa, uliomba sitaki niongozane na mtu mwenye ajali, uliomba sio vitu gani. Malaika anaanza kulitendea neno. Kuna mambo mengi hapa tumeyatamka na kuyaomba, sema amina. Hakuna neno hata moja ambalo litapotea. Hakuna neno hata moja ambalo litapotea. Kwa kazi ya malaika wao ni kulifuatilia lile neno. Anakutoa kwenye mitego, unashangaa tu njia hii hujaenda, kumbe amekaa mbele yako, ghafla umegairika. Bwana Yesu asiwe. Sasa Biblia inasema kwamba kanisa lilipoomba, malaika wakaenda gerezani. Walipotamka maneno, malaika wakaenda gerezani. Tunapotamka maneno, malaika wanakwenda katika kutekeleza hilo neno. Unapotamka uponyaji, malaika anaenda kuponya. Usiwe confused. Utaelewa siku nyingine nikitaka niweke utaratibu mzuri wa misamiati mepesi ya kuelewa. Lakini unatakiwa tu ujue hivi, kanisa lilipoomba, malaika wakaenda gerezani. Kwa nini nimekuleta kwenye huu mstari? Tumemwangalia Yesu. Alikuwa ni Mungu, ila hakujiamini peke yake. Tumemwangalia Yesu. Alikuwa na upako na miujiza alitenda mingi, lakini bado alimhitaji Petro, lakini bado alimhitaji Yohana, lakini bado alimhitaji nani? Yakobo. Haijalishi ya upako waliokuwa nao, hata wenyewe wanafunzi walikuwa wanamuogopa Yesu. Wenyewe wanafunzi walikuwa wanamuogopa Yesu. Kaangalia walipokuwa kwenye kile chombo, wamehangaika. Wakina Petro wametumia taaluma zao. Unajua kwa nini walimweka kwenye chetri? Walimweka kule kwenye, inaitwa chetri. Walimweka kwenye lile eneo kwa sababu walikuwa wanajua yeye hahusiki kwenye hili eneo. Sio mtaalamu wa elimu ya majini. Na ndio maana dhoruba ilipojitokeza, walipambana wenyewe. Walijua Yesu sio mtaalamu wa mambo ya majini. Walimwacha huko, ngoma ikawashinda. Ilipowashinda ndio wakamuita. Alipokuja anashangaa, jamaa anatamka, dhoruba ile inakata. Usifikiri wanafunzi walikuwa wanamtazama Yesu kitoto, mtu ambaye yuko ng'ambo kule unamuona anatembea anakuja. Usifikiri walikuwa wanamwangalia kitoto, lakini huyo anawaheshimu hao watu. Anawaheshimu watu aliokuwa wanafanya nao kazi, na anataka kampani yao. Haijalishi ya miujiza aliyokuwa anafanya, lakini bado anatamani kampani. Haleluya. Na wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu, Mungu akusaidie sehemu yoyote ulipo. Usipende kuwa peke yako sana.
napenda kuwa na watu ambao hata tunapokuwa na mambo mengi, Yesu anasema akaugua, alikuwa na huzuni nyingi, zile huzuni hakutaka zikae moyoni, akawashirikisha watu waliokuwa karibu nao, akawaambia ninapitia kwenye hali ngumu isiyo ya kawaida. Akawaambia, angeweza wewe unajua Yesu alikuwa nani? Angeweza kusema aombe mwenyewe, lakini alikuwa anatuonesha njia. Yesu alikuwa ni kielelezo kwamba haijalishi unaweza ukawa na upako kiasi gani, but you need people. Sasa unaangalia wewe mwenyewe, mwingine hata upako hauna, unasema mimi nitatoboa peke yangu, nitatoboa peke yangu. Utatoboaje wewe? Unatoboaje? Hakuna huo utaratibu. Yesu kama njia, mimi ni njia, kweli na huo uzima. Mtu hawezi kufika kwa Baba, mtu hawezi kufanikiwa katika mafanikio ya kiroho pasipo njia ya mimi. Mimi ndio njia. Njia ipi? Maana yake kutembea katika ile misingi na ule utaratibu alioweka na ile namna aliyoishi. Anakuja pia kwa wanafunzi wake. Wakina Petro nao wanajifunza kitu hicho. Sema amina. Petro alikuwa na upako, lakini ashukuru Mungu kanisa lilijiongeza. Upako wa Petro haukuweza kumsaidia kutoka gerezani. Upako wa Petro haukuweza kumsaidia kutoka gerezani. Walikuwa nakula kichwa. Usiamini sana upako wako, usiamini sana maombi yako. Yaamini, lakini jua jua umuhimu wa spiritual supportive company. Jua umuhimu wa kuwa na ushirika na madhabahu, wa kuwa na ushirika na watu ambao wanaweza wakaja wakainuka katika majira fulani wakakusaidia katika nyakati ambazo umeomba wakuombee, au hata nyakati ambazo haujaomba wakuombee. So long as kuna mahali mnashare mioyo yenu, kama ambavyo wale wanahisa wanapotoa fedha zao kwenye vile vikoba, faida inapopatikana, ile faida inakuwa ni faida ya watu wote. The same applies pia kwenye mambo haya. Kama kuna nguvu inazalishwa kwenye madhabahu na wewe unashare hiyo madhabahu, ile nguvu sio nguvu ya mtu mmoja, ni nguvu yetu sote. Kwa wakati wowote ule ambao utakuwa na uhitaji wa hiyo nguvu itainuka kukusaidia. Kwa haikujalisha. Petro naye alikuwa na upako sana. Upako wake haukumtoa gerezani. Wale waliokuwa wanaonekana hawana upako mwingi, walipoomba, Petro alitoka gerezani. Kwa unaweza kuwa ni mtumishi wako, watu wanaweza kuwa wanaomba katika viwango vya kawaida, lakini wale watu ni wa muhimu sana kwako. Sio kila wakati utaweza kujinasua wewe peke yako kwenye mitego. You need people. You need people. Na angalia hata utaratibu wa viongozi wengi ambao hata kuanzia hata Agano la Kale Mungu aliyoweka. Huoni Mungu kumweka mtu mmoja mmoja. Gehazi kwa Elisha, Elisha kwa Elia, Musa wakina Haruni, wakina nani? Hakuna aliyekuwa peke yake. Sema amina. Hakuna aliyekuwa peke yake. Na ndio maana natamani sehemu yoyote unanisikia, lakini hata kanisa la mahali pamoja, mahali hapa, ni kuombe please. Sometimes wekeni hata vikundi vya watu watatu, watu wawili, ombeni. Wekeni vikundi vya watu wawili hata watatu, ombeni. Kuna nguvu kwenye umoja wa prayer. Sio mnakutanika tu kanisani, mkutanika mnatoweka. Fanyeni maombi. Ni mabinti. Hauwezi kuwa na mabinti ambao watakuja kuwa na future nzuri wakati huo hawana muda mwingi wa prayer. Wekeni magrupu hata watu watatu, mabinti watu watatu. Anakumbuka mke wangu tulipokuwa Udom, tulikuwa tunapanda milimani. Hatupandi, ni kweli tulikuwa na kikundi ambacho tulikuwa tunaomba kwenda kule mlimani, lakini muda mwingine tulikuwa tunakuwa na kikundi cha watu wawili watatu, tunaenda kuomba mlimani. Ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Haikuwa rahisi kuwa hivi. Tulikuwa na vikundi, tulikuwa naenda kuomba. Mbali na lile kundi la wote, unaweza kuwa na kundi la vijana, unaweza kuwa na kundi la mabinti, lakini pia mkao watu wawili watatu mnaomba. Mnaweza kuwa mna kundi la idara ya wanawake, lakini mkao na watu wawili watatu mnaomba nao. Hata ile kuomba kwa mashindano. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie.
Sema Yesu nisaidie. Angalia Mhubiri 4 mstari wa 9 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka, mmoja wao atamuinua mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rudia tena. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Afadhali kuwa wawili kuliko mtu mmoja. Ni andiko ambalo linatumika sana kwenye ndoa. Uko ndoa watu wanasifiana. Afadhali kuwa wawili kuliko mtu mmoja. Lakini kuna maana pengine mtu anaona ni afadhali kuwa mmoja peke yake. Kama hakuna kitu cha kiroho, unaweza kusema ni heri niwe peke yangu. Watu wengine ni vivuruge. Sasa nafuu ningekuwa peke yangu. Kwa anasema hapa, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Kuliko mmoja. Maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana, sikiliza hapo, kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwingine. Petro alipoanguka aliinuliwa na kanisa. Unanielewa? Petro alipoanguka, Petro aliposhindwa, kanisa liliinuka kumuinua. Anaposema ni afadhali wawili kuliko mmoja, maana yake ni afadhali kuwa na watu ambao mtakuwa mmelandana mioyo kuliko kutembea wewe peke yako. Hiyo habari haiko kiroho. Habari ya mimi nitamtafuta Mungu mwenyewe, mimi nitaomba mwenyewe. We ndugu, ni fake teachings hizo. Ni fake teachings. Mimi naomba mwenyewe, mimi nitapambana mwenyewe, mimi nitajifundisha mwenyewe, nitaenda YouTube. Hao ambao unawaangalia YouTube hapo makanisani, wana wengine siku hizi hawataka hata kwenda makanisani. Tunafanya hivi ili kuwasaidia, mkini wengine wako hospitalini, lakini wengine pia wapo kwenye mataifa ambayo muda kama huu wao kwao yamkini ni usiku au usivivi muda gani. Lakini sio kwamba wewe uendi kanisani unasema mimi nashiriki, na uongo mtupu eti tuko pamoja kiroho. Utaratibu wa kuwa pamoja kiroho ni ule ambao tulitoa utaratibu kwenye masomo yaliyopita kwenye SSC part 1. Tulitoa utaratibu. Unawezeje kuwa kiroho na mtu? Neno hilo sio jepesi. Tulikuwa tu pamoja kiroho. Unajua namna ya kuwa pamoja kiroho wewe? Niambie, ulikuwa unaona nini ambacho tulikuwa tunakifanya hapa kiroho? Tulikuwa tu pamoja hata kama tuko mbali, lakini tunaendelea kuwa pamoja kiroho. Unajua utaratibu ambao mnaweza mkawa na mtu pamoja kiroho? Kawaulize waganga ili muwe nao pamoja kiroho, hata ukiwa mbali mavumba yake yeye yanakusaidia. Kawaulize utaratibu. Utaratibu tu ni kusema tu mimi nampenda ule mganga. Yaani wewe mganga atakusaidia tu kwa sababu wewe unampenda ule mganga. Ziko formula ambazo hizo formula zinapofanyika una uwezo wa kuwa pamoja na huyo mganga kiroho. Uko kwenye duka lako, anakuambia kuna mteja amevaa nguo nyekundu anaingia. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo mmevifanya ambavyo vinafanya nafsi zenu zipate kupatana. Sio swala la maneno, hata mambo ya kiroho sio swala la maneno. Tuko pamoja, ujaje ibadani, tuko pamoja tu. Kuna namna ambavyo unaweza ukafanya muendelee kuwa pamoja. Kinachowafanya kuwa pamoja, nakumbuka wakati fulani nilipokuwa chuo kikuu, hata nikiwa nimeondoka kwenye zile fellowship na kufundisha namna ambavyo kuna bondi za kiroho, unaweza ukawa haupo, lakini kinachoendelea pale mko connected. Na kuwa sipo, lakini unakuta ni kama vile moyo wangu huko niliko bado huko pale. Si unanielewa? Siko pale, nimetoka, na muda mwingine mpaka Mungu ananijulisha kinachoendelea ulimwengu wa roho kwa habari ya ibada iliendeje. Niko kwenye gari, yamkini kuna maana yaendelea, Mungu ananiambia hebu endelea kuombea kitu fulani kwenye hiyo ibada, kuna 1 2 3. Kwa hao watu nikiwaambia tuko nao pamoja, haijalishi tuko mbali, tuko nao kweli pamoja, na moyo wangu mara nyingi ulikuwa unatulia muda wa ibada ukiisha. Ndio moyo unashangaa unatulia. Sio kitu chepesi.
unaweza ukaweka mbali. Unaona Mwakasege anafundisha, yamkini yuko nyumbani unafuatilia, unasikiliza, unaona ule moyo wako ni kama vile leo umekaa pale Furahisha, unaona ule moyo wako ni kama vile leo umekaa pale Tanganyika Packers, ibada inafanyika, hata na moyo unasema hapana, huu ni muda wa matoleo, unaamua leo utoe sadaka, huu ni muda wa kusifu, unainuka na wewe unasifu uko nyumbani kwako. Ibada inaendelea Tanganyika Packers, ibada inaendelea wapi? Moyo wako unaona kabisa uko pale, na usije ukashangaa hata kama wanaombea watu wenye magonjwa na wewe unapona. Kama umewahi kuponywa kwa neema ya Mungu ambayo yamkini inahubiriwa kwa njia ya social media, basi ulifanikiwa kuwa pamoja. Simaanishi kama hujawahi kuponywa haukuwa pamoja. Unaweza ukawa pia ulikuwa pamoja. Nilikuwa najaribu tu kuelezea hilo neno, sio kama nalo ni jepesi hivyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni heri kuwa wawili kuliko kuwa mmoja, maana mmoja akianguka huyu mwingine atamwinua. Na kwenye kuinuliwa hapa, yani hata nisipokuambia uniinue, utashangaa tu nafsi, kwa sababu zimepatana ulimwengu wa roho, utaniinua. Mambo ya ulimwengu wa roho mengine ni magumu kidogo. Tunaendelea kujifunza, sema amina. Unaweza ukamuinua mwenzako, sio kwamba huyo mwenzako siku hiyo aliomba sana, ila nafsi zetu tulizonazo huwa zenyewe hazilali. Wewe unalala ila nafsi hazilali. Kwa nafsi ya mtu ambaye mnashia naye kitu kimoja, wewe unaweza ukawa umelala huko, unapitia magumu, na shangaa unamuona mama Mbilinyi amekuja kukusaidia. Si kwamba yamkini ni kweli siku hiyo aliamka kukuombea, hapana, ila kwa sababu mna bondi ya kiroho, unashangaa anainuka kukusaidia. Si kwamba amekuombea, hapana, ile bondi ya kiroho ya kukubali moyo wako, unashangaa tu kuna namna mnasaidiana, sio mpaka uombe kusaidiwa. Ndio maana anasema atukuzwe yeye aweze kufanya mambo ya ajabu mno kuliko vile tuwazavyo na vile tuombavyo. Kuna mambo tunatendewa si kwa sababu tumeomba, kuna mambo tunatendewa si kwa sababu tuliwaza sana, ila ni kwa sababu ya bondi fulani za kiroho. Unashangaa Mungu anafanya tu mambo yake. Haleluya. Hata we mtu ambaye uko mahali hapa, ujue iko neema ya Mungu inayokupigania. Ndio maana usiogope mabaya, usiogope kitu chochote kile, ujue Mungu yuko pamoja na wewe. Ile neema ambayo iko kwenye madhabahu hii inakupigania kwa namna yote. Hautakufa pia kizembe, wala adui hata kupata kizembe, kwa sababu iko neema ya Mungu ambayo itakutokea saa yoyote usio sana. Lakini lazima uwe kwenye pattern hiyo za kiroho, lazima uwe kwenye mfumo huo wa kiroho, lazima uwe kwenye mfumo huo wa kiroho. Na yale maelekezo ambayo niliyatoa kwenye part 1. Sasa sio kila mahali ambapo hapa anasema ni heri, ni afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Sio kila rafiki yako mnayetembea naye kila siku, maana kuna wengine maisha yao yanaathiriwa na yule anayetembea naye kila siku. Huyo unayetembea naye kila siku, mchungaji ametufundisha usiwe peke yako, tafuta marafiki. Sijafundisha hivi. Ni kweli kuna andiko moja la Kiingereza na msemo mmoja wa Kiingereza unasema bad company create amjui hicho. Bad habit. Wenyewe wazungu nyewe vipi? Anasema bad company create bad habits. I think so. Kwamba unapokuwa na ushirika mbaya, ujue utakuundia tabia mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na ushirika mbaya utakuundia tabia mbaya. Sasa wengine wananukuu hivi, wanasema maeneo mengine wanasema ajifanyie hao marafiki wengi ni kwa ajili ya uangamivu wake mwenyewe. Kwa anasema Biblia imesema ajifanyie hao marafiki. Mimi sintakuja kuwa na rafiki. Sizungumzi huo urafiki huo wa kimwili. Ninazungumza namna ya kutengeneza connection za kiroho ambazo zitakufanya uwe connected na watu walio sahihi, na kufundisha kwa habari ya kutengeneza connection za kiroho ambazo zitakufanya uwe connected na madhabahu inayoweza kutetea na kusaidia wakati ambao yamkini adui Herode atakupeleka kwenye gereza. Simaanishi hao marafiki ambao unatembea nao hao kirahisi. Sema amina. Simaanishi hao.
Simaanishi marafiki wa namna hizo, maana sio kila mtu aliye na rafiki wana nia moja. Mnaweza mkawa pamoja na mtu ila msiwe katika umoja na mtu. Yaani mkawa mnatembea naye pamoja lakini msiwe katika umoja. Unaweza kuwa unakuja hapa kanisani lakini usiwe katika ile hali ya umoja wa kiroho wa muunganiko na ambacho Bwana anakifanya mahali hapa. Lakini ni mshirika. Ila sasa sio ushirika huo tunaozungumzia wa Spiritual Supportive Company. Sio ushirika huo wa SSC. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Nazungumza ule ushirika wa watu kuwa pamoja katika umoja wenye kunia mamoja. Hao ndio ambao wanaweza wakasaidiana na hiki ninachokizungumza.